Katibu wa idara ya elimu ya kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG na mkuu wa chuo cha ACTS ambacho kinamilikiwa na kanisa hilo, Dr. Immaculate Nigula ameushukuru mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF kwa namna ulivyomsaidia baada ya kifo cha mume wake. Ametoa shukrani hizo wakati akizungumza na wahariri na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kama mnufaika wa mfuko huo katika kikao kilichoandaliwa na WCF chenye lengo la kutoa taarifa ya mafanikio ya mfuko huo kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Samia. Mume wangu alikuwa anafanya kazi Benki Kuu ya Tanzania BOT, na alipata ajali akiwa safarini kutoka Arusha kwenda Tanga, safari ya kikazi, na alipoteza maisha katika ajali hiyo mwaka 2021 mwezi wa 4. Nina watoto 4 na sikuwa nimefahamu kwa kweli kuhusu WCF hapo mwanzoni. Nimekuja kumfahamu WCF baada ya mume wangu kufariki, na niseme ninaushukuru sana BOT kwa kunipa mwongozo, kufahamu kwamba pamoja na wao kunipa yale mafao ya mume wangu, pia kuna WCF ambako wao ni wanachama na wamekuwa wakipeleka michango yao, na walinisaidia kwa kila kitu kilichohitajika pale WCF, na niwashukuru pia sana WCF kwa sababu ya wepesi wao kutoa huduma. Maana mwanzoni nilikata tamaa tu kufikiria kuanza kufuatilia kutokana na janga lenyewe lilivyokuwa, kujiuliza maswali, nianze tena kukimbizana na mambo haya ya serikalini, sifahamu yataendaje, nikataka kuchoka. Lakini nilipofika siku ya kwanza tu pale WCF, namna nilivyopokelewa ilinipa nguvu ya kuendelea kutoa ushirikiano na kufuatilia, na haikuchukua muda mrefu. Walinipa mwongozo mzuri sana na kazi yao ikawa kirafiki sana, na hili niseme limeendelea kuwa hivyo. Kila ninapoingia pale kwenye ofisi za WCF nikawa nasema sijui wamefundishwa hivyo kwamba wanafahamu, wanashughulika na watu ambao wamekutana na majanga, unakutana na sura zinazokupokea na unajisikia vizuri kuendelea kuwepo pale kwa namna vile ambavyo unapokewa na kuhudumiwa na namna wanavyokujali na kukuthamini. Na ni ofisi zote, maana nimehudumiwa na ofisi hii ya hapa Dar es Salaam ambapo nafikiri ndio makao makuu, nimehudumiwa na ofisi ya Dodoma ambako muda mwingi ndipo ninaishi kwa ajili ya shughuli ninazofanya, lakini pia nimefuatwa nyumbani wanapokuja kufanya tathmini za uhakiki wa kila baada ya miezi 6. Napigiwa simu, nafuatwa nyumbani kuja kufanyiwa uhakiki. Jambo hilo ni jambo ambalo mimi sikuwahi kulifikiria kwamba linawezekana. Kwa hiyo ninashukuru sana tangu awali jinsi ambavyo huduma zilianza kutolewa na jinsi zinavyoendelea. Napata mafao mimi kama mjane wa marehemu mume wangu, lakini pia watoto wangu wanapata mafao yale yao ya kila mwezi mpaka wanapofikisha miaka 18, na wanapokuwa wanaendelea na masomo. Mtoto wa kwanza sikufahamu kwamba ataendelea baada ya miaka 18, ni wao walinitafuta kwamba tumemuondoa kwa sababu amefikisha miaka 18, lakini kwa sababu anasoma bado anaweza kuendelea kuwa mnufaika. Nikarudi kupeleka nyaraka zinazohitajika za shuleni, na ameendelea kuhudumiwa mpaka alipofika sasa kuingia chuo kikuu, na jambo hilo limekuwa jambo la kutia moyo sana. Niseme hivi, nimefikia mahali pa kuwaita WCF kuwa marafiki zangu wa kudumu, wanaonishika mkono kwenye safari ya maisha, kwa sababu wakati mwingine ile lump sum ambayo unapewa kwenye taasisi ambayo mlikuwa mnafanyia kazi inaweza kufikia mwisho, lakini hawa wameendelea kutembea na mimi katika nyakati ambazo sina fao lile ambalo ni lump sum au pengine limeelekea kwenye uwekezaji mwingine. Lakini jambo la pili, ule uhamasishaji unaofanyika umefanya hata ambao hatukujua
kwamba kuna WCF, tunufaike kwa sababu zile taasisi zimekuwa wanachama na tumenufaika kwa namna hiyo. Lakini pia huduma inatolewa kwa viwango vya ubora. Mkurugenzi, nimefurahi kusikia kwamba mmepewa hiyo certification ya kimataifa ya ubora. Ninaona mmepewa kwa kustahili. Kwa kustahili kwa sababu sisi wanufaika tumeona huduma ambayo tunapokea. Siwe na maneno mengi, lakini niseme ninashukuru, tunapata huduma nzuri na tunafarijika. Ni kweli kwamba kwa swala la kifo tunaweza kutumia lugha ya kufidia, lakini mtu huwa hafidiwi. Ila kuna faraja kubwa unaposhikwa mkono katika safari hiyo ya kutembea peke yako na watu ambao wala hukuwafahamu, lakini wamechagua kukuthamini. Ninawashukuru sana sana sana, ninaomba niishie hapo. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.